katika nchi, maridhiano, na yenyewe hatujui itaanza lini, itaendelea mpaka lini. Alafu ikimaliza hiyo tume ya maridhiano, ndio aunde tume nyingine ya 4, tume ya katiba mpya, ambayo na yenyewe haijulikani inaanza lini na inaisha lini. Ndio maana kwa sababu ya hizo watu 4 na kwa sababu hawana dhamira kabisa ya katiba mpya, ndio maana Chande, jaji kwenye ripoti ya Chande na Samia hotuba yake ya kupokea ripoti ya Chande, wote wakasema katiba mpya ni mpaka mwaka 2028. Sasa kwa huu mtiririko wa tume 4 itafika hata 2028 hii michakato ya hizi tume namba 1, tume namba 2, tume namba 3, tume namba 4 haijaisha. Ikifika 2028, 29 ikija, wanasema unajua uchaguzi umeshafika wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji. Kwa hiyo tuachane na mambo ya katiba kwa muda, tufanye uchaguzi wa vijiji na vitongoji kwa katiba hii, kwa sheria hizi ili waendelee kuengua wagombea. Hapo akishamaliza uchaguzi wa 2029, wanasema unajua muda umebaki kidogo kuelekea uchaguzi wa 2030. Kwa hebu tumalizie na uchaguzi wa 2030 kwa katiba hii na sheria hizi. Alafu katiba mpya msubiri mpaka mwaka 2031 au huko mbele. Mko tayari kwa hilo? Mko tayari kwa hilo? Wangapi hamko tayari? Hamko tayari kusubiri? Hamko tayari kusubiri? Hamko tayari kusubiri? Semeni hatuko tayari kusubiri. Hatuko tayari kusubiri. Sasa nataka nimkumbushe Samia Suluhu Hassan wakati wa kampeni, kabla ya mauaji ya vyombo vya dola. Samia alisema kwenye kampeni, ndani ya siku 100 toka aingie Ikulu mchakato wa katiba utakuwa umeanza. Toka aingie Novemba, huu ni mwezi wa 6. Siku 100 zimepita, zikapita na 100 nyingine, zikaendelea na nyingine, si ndio? Sasa tunataka Samia mwenyewe ajitokeze, yeye mwenyewe. Waziri wa Katiba na Sheria, hili limeshavuka uwezo wake. Sababu amemsingizia Samia ajitokeze, aseme ni kwa nini ndani ya siku 100 mchakato wa katiba mpya haujaanza, lini mchakato wa katiba mpya unaanza, bajeti ili ingie bungeni lazima ipite kwenye baraza la mawaziri. Ni kwa nini aliruhusu na baraza lake bajeti bungeni bila bajeti ya katiba mpya? Sisi Chadema tumesema kwa sababu hawa wanadanganya umma, wanachelewesha makusudi, sisi tutaongoza Watanzania kutengeneza mchakato wa katiba wa wananchi. Kuanzia sasa tuanze kuendelea na katiba mpaka kieleweke. People! Kwa nikisema katiba mpya mnasema free Tundu Lissu. Katiba mpya! Katiba mpya! Katiba mpya! Mimi nimaliza na kioja kidogo tu kwa sababu muda ushaniishia. Tutazungumza tena wakati mwingine. Kioja. Sio hoja kubwa, hii kioja. Kioja nilichokikuta toka nimeanza Lindi mpaka na Chingwea mpaka hapa, ni kwamba kila mahali barabarani huko kwa kwingi kuna mabango ya kampeni ya Samia Suluhu Hassan ya uchaguzi. Yanasema chagua Samia Suluhu Hassan, si ndio? Sasa nataka kwanza halmashauri ya Masasi, yale mabango kuna sheria ya kodi na tozo kwa mabango ikiwemo ya kampeni, waliitunga wenyewe. Sasa halmashauri ya Masasi iseme, na halmashauri nyingine zote zenye mabango ziseme CCM na Samia wamelipa kiasi gani za mabango mpaka sasa, kwa mabango hayo kuwepo mpaka leo, toka mauaji ya Oktoba mpaka leo mabango yapo, si ndio? Halafu watuonyesha hizo hela ziko wapi. Sasa tunawadai CCM hela, si ndio? Lakini pili, msajili wa vyama vya siasa aiandikie barua CCM ya kujieleza ni kwa nini
inaendelea na kampeni ya uchaguzi wakati hakuna uchaguzi hivi sasa. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu abariki sana. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti sana na Mheshimiwa Said Mzee, karibu sana.